Sasa tuje Yesu. Hapa ndipo penye utata. Yesu alikuja kutawala duniani. Ufalme wake ulikuwa ni wa wakati gani? Hicho kitu ndio kimewachanganya watu kabisa. Hawajui Yesu ni mfalme wa namna gani. Yesu ni mfalme wetu sisi jamani, na ndio maana Petro anasema sisi ni uzao mteule, ukuhani wa kifalme. Yaani sisi ni wachungaji wa kifalme, sio wachungaji hoi hai, ni wachungaji wa kifalme. Alafu sisi ni watu wa miliki ya Mungu. Sasa wewe hutaki kuwa miliki ya Mungu, hutaki kuishi kifalme. Na sehemu zingine anasema, nimeshangaa eti watumwa wanatembelea magari, alafu wakuu wanatembea kwa miguu. Anashangaa mtumishi wa Mungu. Kwa kuna vitu ukielewa, utaanza kupambana. Hayo maisha unayoishi sio ya kwako. Hiyo familia ulio nayo inakusumbua, kila siku unakemea mapepo, kila siku unafukuzana na familia, haibadiliki. Yaani watoto wanasumbua. Kuna namna unatakiwa uanze kujitambua kwamba wewe ni uzao wa kifalme. Na kama ni uzao wa kifalme, wafanye watoto wako waishi kifalme. Anza kuwafundisha kwamba hiyo tabia sio ya watu sisi hapa. Nafikiri tuwape maandiko. Sawa. Nafikiri tuanzie kwa Isaya, kwa Luka. Wanachotakiwa kujua ni nini? Wanachotaka kujua ni Yesu alikuja kuwa mfalme duniani au ufalme wake ni mbinguni. Yesu anatawala wapi? Ufalme wake ni wa kiroho ama ni wa kimwili? Ambapo sasa Isaya ama Luka anatabiri. Luka sura ya 1 mstari wa 26. Mnamo mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu. Uonaje? Kuna malaika wanatumwa na Mungu, na Biblia ina declare kwamba huyu malaika ametumwa na nani? Na Mungu. Sasa kuna malaika mwingine anakuja kwa sababu ameona jambo yeye kama yeye. Kwa kunukuu, malaika anamwambia hivi, utachukua mimba, utazaa mtoto mwanamume, na jina lake utamwita Yesu, na huyo Yesu atakabidhiwa kiti cha ufalme cha Daudi baba yake. Kiti cha ufalme cha Daudi baba yake. Sasa hilo ndilo linaloleta mkanganyiko. Sasa huu mkanganyiko tunaanza kuuchakata namna hii. Mpenzi msikilizaji, twende kwenye Isaya sura ya 9. Nafikiri huko tutapata matokeo mazuri. Tusome hapo au tutapata matokeo mazuri. Isaya sura ya 9, tuanzie mstari wa ngapi prophet? Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza tu. Tuanzie mstari wa kwanza mpaka mstari wa 7. Mpaka mstari wa 7 peke yake. Mstari wa kwanza anasema, lakini yeye aliyekuwa katika dhiki hata kosa changamko. Hapo kwanza aliingiza nchi ya Zabuloni na nchi ya Naftali katika hali ya kudharauliwa. Anasema hivi, lakini zamani za mwisho ameifanya kuwa tukufu, karibu na njia ya bahari, ng'ambo ya Yordani, Galilaya ya mataifa. Mstari wa 2 anasema hivi, watu wale waliokwenda katika giza, walioishi katika giza wameona nuru kuu. Wale waliokaa katika nchi ya uvuli wa kifo, nuru imewaangazia. Umeliongeza taifa, umezidisha furaha yao. Wanafurahi mbele zako kama furaha ya wakati wa mavuno, kama watu wafurahivyo wanapogawana nyara. Anasema hivi, kwa maana umeivunja nira ya mzigo wake na gongo la bega lake, na fimbo yake yeye aliyekuwa anamuonea umeivunja, kama katika siku ya Midiani, kama katika siku zile za kina Gideoni. Sasa ndio yote hayo yamefanyika kwa sababu gani? Unafikiri umefika mstari wa 5? Nimefika mstari wa 4. Mstari wa 4, soma mstari wa 5. Maana silaha zote za mtu mwenye silaha wakati wa mshindo na mavazi yaliyoviringishwa katika damu yatakuwa tayari kuteketezwa. Yatakuwa kuni na kutiwa motoni. Zile silaha zitakuwa kuni, ndio mavazi ya damu yatatiwa motoni. Ndio. Kwa nini sasa vyote hivyo vinakwenda kutokea? Ndio. Kwa sababu tunapozungumzia silaha na maisha haya yanayozungumzwa hapa na nabii Isaya, kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5, ni maisha ya kawaida, normal life. Watu walikuwa wanaishi kama tunavyoishi. Ndio maana anaweka mfano wa Gideon. Ndio maana anaweka mfano wa Gideon, jinsi wa Midiani waliwasumbua na kuteka nyara na vitu kama hivyo. Tumetolea mfano, tumefanya hiyo nukuu kwenye
kitabu cha Waamuzi ile sura ya 6. Ndio. Malaika anavyomtokea Gideoni. Wakati huo ulikuwa ni wakati wa dhuluma mbaya. Wakati Isaya anatoa unabii huu ilikuwa ni miaka 450 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Na hilo analolitoa na Isaya anapolitoa hilo ndio linakuja kutimizwa kwa Mariamu. Linakuja kutimizwa kwa Mariamu katika kitabu cha Luka sura ya 6. Ndio. Na katika kitabu cha Mathayo sura ya 2 mstari wa 1. Ndio. Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi. Ndio. Sasa mtazamaji na mhubiri mwenzetu wa Injili anatakiwa aelewe kwanza ujio wa Yesu ulitabiriwa. Ndio. Na Mungu alimtuma nabii Isaya kutabiri ujio wa Yesu kama sehemu ya kukomesha dhuluma iliyokuwa inaendelea kutoka kwa watawala wa nyakati hizo. Ndio. Sasa unamuona Isaya anazungumza, waliokuwa wanaenda gizani nuru imewazukia, waliokuwa wamefungwa nira shingoni nira itavunjika. Kwa nini? Soma mstari wa 6 sasa. Mstari wa 6 anasema hivi. Maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Neno maana yake haya yote yatakomeshwa kwa sababu mtoto amezaliwa. Neno maana linamaanisha kwa sababu mtoto amezaliwa. Amezaliwa. Mtoto gani sasa? Tumepewa mtoto mwanamume. Ndio. Na uwezo wa kifalme utakuwa begani mwake. Na yeye huyo mtoto huyo ataitwa jina lake nani? Mshauri wa ajabu. Ataitwa Mungu mwenye nguvu. Huyo mtoto huyo ataitwa Baba wa milele. Huyo mtoto huyo akizaliwa ataitwa Mfalme wa amani. Na Isaya unabii wake aliutabiri miaka 450 kabla ya Kristo. Kwa hiyo tunaweza tukasema takriban miaka 500 ndipo Yesu anakuja kuzaliwa baada ya unabii wa Isaya. Sasa Isaya wakati anatabiri ni kipindi ambacho, ndugu mtazamaji, dhuluma ya watawala wa kipindi hicho ilikuwa inaendelea. Watu walikuwa wanaishi kwa hofu, kwa uchungu, kwa huzuni, kwa machozi, wamebebeshwa mizigo mizito. Kwa hiyo Mungu anakuja anamtuma Isaya kuleta huo unabii. Sasa anapoleta huo unabii anawaambia watu kwa nini haya yote yatakomeshwa. Tumepewa mtoto mwanamume. The bouncing baby boy is coming. Anazaliwa mtoto mwanamume. Kwa hiyo anakuja kuweka hitimisho mambo yakae vizuri. Na atakuwa na sifa 4. Sifa 4. Hizi sifa 4 ningependa ndugu mtazamaji usielewe. Ndio. Na usisome Biblia juu. Jaribu kutafuta vitabu na vitabu vya ziada kama tamu unapoona hapa kuna vitabu. Sasa ana sifa kuu 4 huyu mtoto. Sifa ya kwanza mshauri. Ndio. Counselor. Anaitwa mshauri wa ajabu. Ukiliangalia hili ni la kibinadamu kabisa. Ndio. Watu wangemwendea kwenye ofisi yake akawapa ushauri. Lakini jambo la pili, tunapata sifa ya uungu. Huyu mtu anayekuwa ni Mungu mwenye nguvu. Ndio. Kwa hiyo akiwa duniani angekuwa pia ni Mungu ndani yake. Ndio. Na wasomi wengi wa Biblia na wanazuoni na wanatheolojia wanaamini Yesu alikuwa ni mwanadamu 100% na alikuwa ni Mungu 100%. Kwa hiyo kama vile tulivyo mimi na wewe hapa ni wanadamu kwa 100%, lakini tukifanikiwa kuishi maisha ya utakatifu kwa 100%, ndipo hilo linawezekana. Hilo tunakuwa Mungu 100%. Kwa hiyo ndani yako wewe ni mwanadamu na ndani yako wewe ni Mungu. Kwa hiyo hapa niko na Mungu G7, niko na mwanadamu G7. Yes. Sisi kama naelewa. Ninaelewa vizuri. Ukisoma Biblia ambayo tutamwacha mtazamaji atasoma maandiko yapita hapo kwenye screen, achukue hilo andiko la Zaburi sura ya 82 na mstari wa 6. Mstari wa 5 na wa 6. Anzia wa 5 na wa 6. Daudi anasema ninyi ndinyi miungu na wana wa aliye juu, ingawa mtakufa kama wanadamu, lakini ninyi ni miungu. Mungu pale chini anasema mimi nimesema, Mungu nimesema ninyi ni miungu. Kwa hiyo Yesu kuwa Mungu akiwa duniani ilikuwa inawezekana kabisa, Lakini jambo la tatu, sifa ya tatu ni kuwa baba. Mathayo sura ya 2 mstari wa 1, Biblia inasema Yesu alipozaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi, zamani za mfalme Herode, tazama mamajusi toka mashariki walifika Yerusalemu, wakisema yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Hawa majusi
Mamajusi ni Kiswahili ambacho kwa Kiingereza ni magicians. Kwa Kiyunani ni magos. Watu ambao walikuwa hawajaokoka, hawamjui Mungu, ni wachawi, ni waganga wa kienyeji, wasoma nyota, hawajui Biblia hata wao waliona nyota wakajua kuna mfalme amezaliwa Bethlehem. Yaani ni ile tafsiri ya kibinadamu. Tafsiri ya kawaida kabisa ya kibinadamu. Inamwambia kwamba kuna mfalme amezaliwa. Kwa hiyo hawakuwa rohoni wala sio malaika aliyewatokea. They just saw the star. Na ndio maana Herode anawauliza, habari hizo mmezipata wapi? Wakamwambia, maana tuliona nyota yake mashariki, nasi tumekuja kumsujudia. Tumekuja kupiga magoti kwa mfalme. Tuliona nyota yake. Kwa hiyo Yesu alikuja na sifa hizi 4 ambazo Isaya anazielezea. Yeye kama baba alitakiwa kuwa na mke na watoto. Ndio. Ndoto ambayo hakuifikia. Kumbuka wamemuua akiwa na miaka 33. He was just young. A young man, a boy. Alikuwa bado kijana kabisa. Kwa hiyo mimi huwa ninajiuliza na ningependa mtazamaji utumie na wewe akili yako kujiuliza. Ndio. Angekuwaje baba? Kwa namna ya kimwili angekuwaje baba? Kwa sababu Yohana sura 1 mstari wa 14 anaeleza wazi kwamba huyu neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, tukauona utukufu wake kama utukufu wa mwana. Alifanyika mwili. Sasa mwili unakula, anaona njaa, anachoka, analala, anasinzia, ndio anaongea. Na kudhibitisha hilo, kuna wakati alikuwa analala. Alifanya mambo yote yaani kudhibitisha hiyo kwamba huyu mtu alikuwa ni mwanadamu. Kuna wakati aliona njaa, alikuwa anakula misosi, mikate nini, na wale jamaa waliokuwa wanaenda mbao wale. Wakati yuko kwenye kisima cha Yakobo, ukisoma Yohana sura ya 4, ndio wanafunzi wamemwacha pale kisimani, wanarudi mjini kutafuta chakula. Ndio walivyokuja akaona kama wanataka kudistract ratiba yake ya kumhubiria yule mama. Akawaambia, tumimi chakula changu kinatoka mbinguni. Endeleeni kupiga menyo bana. Lakini alikuwa anaifurahia ile kazi aliyokuwa anaifanya ya kumshuhudia mwanamke Msamaria. Kwa hiyo kwa kifupi, tunarudi kwenye zile sifa 4 za huyu mtoto mwanamume anayezaliwa. Ni mshauri wa ajabu, alipashwa kuwa na ofisi ya counseling. Ndio. Na ni Mungu mwenye nguvu, alitakiwa amiliki duniani kama Mungu, the mighty God. Na ni baba wa milele, alitakiwa awe na familia. Kwa nini sasa hapa hiki najua kitawa bado la mwisho mfalme wa amani. Alitakiwa awe na ikulu ya kifalme. Kwa nini sasa baba hii itawachanganya watu tukisema alitakiwa awe na familia na nini? Angepata wapi mke? Kumbuka Yesu alikuja kubadilisha nafasi ya Adamu. Ndio. Ambaye tayari Adamu alikuwa amekosea na kuingiza ubinadamu wote mikononi mwa Shetani. Ndio. Kwa hiyo Mungu bado ana shauku ya kutawala dunia. Yesu ni Adamu wa pili. Ndio. Ukiachilia mbali Adamu aliyekosea bustani ya Edeni. Mungu alimleta Yesu kama Adamu wa pili. Ndio. Asiye na dhambi. Ndio. Ambaye hakuzaliwa kwa mapenzi ya mwanadamu. Lakini kila kitu unachokiona kinatokea duniani hakina bahati mbaya. Kimeshatokea katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hata anguko la Adamu na Eva lilikuwa limeshatokea. Ndio. Lilitokea. Yaani ile tunaposoma pale ni just uhitimisho. Kinathibitisha kile ambacho kimeshatokea. Ndugu mtazamaji, tunapohitimisha nataka ujue Yesu alikuwa ni kiongozi wa kisiasa kwa maana ya mfalme na alitakiwa kutawala. Na ndio maana viongozi wa siasa walitikisika. Hata katika andiko ambalo tulikuwa tunaendelea nao, utaendelea kulisoma, alisema mimi ufalme wangu sio wa dunia hii, lakini baadaye akasema ufalme wangu unaanzia juu mpaka hapa chini. Kwa hiyo alikuwa anawachanganya wale ili wasijue ni mtu wa namna gani. Na ni kawaida ya mtu yeyote ambaye ana roho ya uongozi ndani yake. Kiongozi hatakiwi kujulikana sana. Kiongozi ukishakuwa unajulikana sana, unajulikana hiki kwamba baada ya dakika 2 utafanya nini, mipango yako unaweka tu wazi, uongozi wako uko hatarini. Kwa hiyo nataka niseme Yesu alikuwa ni kiongozi wa kiroho kwa maana ya mchungaji mwema ambaye aliongoza watu na kuwalisha watu, na hata Daudi amethibitisha hilo katika Zaburi 23, Bwana ndiye mchungaji wangu. Lakini pia alikuwa ni baba ambaye alitegemewa
kuwa na familia. Ushahidi tunaupata wapi? Unabii wa Isaya unatolewa wakati ambapo tayari Adamu na Eva wameshavuruga. Kwa hiyo Mungu analeta Adamu mwingine atakaye replace hiyo nafasi ya Adamu na Eva. Tunapohitimisha kwa kifupi ni kwamba baada ya mpango kufeli, utaniuliza ulifelije? Walimkamata, wakamshtaki kwa uongo, wakamsulubisha, wakamuua. Ule mpango ukavurugika. Na ili kudhibitisha umevurugika, kasome Yohana sura ya 16 mstari wa 12, anasema ningali ninayo mengi ya kufanya, ila muda hautoshi. Mimi naondoka. Sasa hamtaweza kuyastahimili, nitamtuma Roho. Na sehemu zingine katika Luka 20 mstari wa 9 mpaka 19 anazungumza mfano wa mkulima aliyekuwa amepangisha watu, akatuma wa kwanza wakawaua, wa pili wakawaua, akasema labda mtoto wangu atamheshimu, na yeye wakamuua. Yesu alikuwa anajizungumzia yeye kwamba haikufanyika kile ambacho baba yake wa mbinguni alikusudia. Kwa hiyo pamoja na hayo, nataka ujue kwamba mpango wa ukombozi bado unaendelea. Ni mchakato, bado unaendelea.